mashabiki wenu ambao of course wanataka kuwaona kwa muda mrefu, lakini pia wanataka kufurahi katika siku ya kesho. Karibu nizungumze na waandishi wa habari wakati huu ambako pia mashabiki wanakufuatilia vizuri sana. Habari ya asubuhi. Kwanza sisi kabisa tungeanza kushukuru kwa kuweza kurudi nyumbani salama, kwa sababu tulikuwa tuna maandalizi yaliyokuwa mazuri na tukaweza kupata mechi zilizokuwa nzuri. Kwa hiyo tunashukuru kwa hilo, na tunashukuru pia kwa mashabiki ambao walikuwa nasi toka siku tunayoenda Rwanda mpaka tumerudi. Kwa hiyo ni kitu kizuri. Kwa hiyo sisi kama wachezaji, kusema kweli, tunatambua umuhimu wa siku ya kesho. Ni siku ya kufurahi, ndio maana ikaletwa hii siku ya Simba Day. Kwa hiyo ni siku ya mashabiki kuja kufurahi na kuja kuwaona wachezaji wapya, lakini sisi kama wachezaji tuko tayari. Ukiangalia tumefanya maandalizi yetu yaliyo mema, yaliyokuwa mazuri, na hata ukiangalia mechi ambazo tumezipata kule, kusema kweli zilikopo mechi nzuri. Kwa hiyo tuko tayari kwa mchezo wetu wa kesho. Kwa hiyo tungependa kuwakaribisha sana mashabiki katika siku ya kesho. Kwa majina naitwa Abdul kutoka TBC. Nilikuwa nataka kujua Duchu kwa nini kama wachezaji tamasha ina umuhimu gani na mashabiki wa Simba wategemea kitu gani kutoka? Okay. Sisi kama wachezaji, kwa mfano kama mimi nipo Simba kama miaka minne mitano, kwa hiyo najua kunakuwa na vitu gani, lakini kwa wachezaji wapya na wenyewe pia wataenda kujionea. Kwa hiyo ni tamasha kubwa ambalo kwa mchezaji yoyote ambaye unataka kuwa mkubwa, unatamani kuwepo na unatakiwa kucheza na unataka uone. Kwa hiyo ni kitu kizuri. Kwa hiyo nadhani kesho itakuwa ni siku ya furaha kwetu na kuenjoy na kufurahia mpira. Sawa. Kuelekea kesho kuna ongezeko la wachezaji wapya dirisha hili. Nini kikubwa nakiona kimeongezeka hata kuanzia mazoezini, lakini kuelekea mchezo wa dhidi ya Police Kenya? Okay. Kwanza kabisa wachezaji wote sisi tunawakaribisha. Simba sisi ni familia na ni sehemu pia ya kuweza kutimiza ndoto zao za kwenda kucheza nje. Lakini kuhusu swali lako ulilouliza, tuko sawa na sijaelewa. Okay. Nadhani kuna kwenye press ya kwanza ulimsikia National alichokuwa ameongea baada ya kufika mazoezini. Nadhani alikuja pale akaulizwa, bwana umeonaje mazoezi? Akasema kwamba ameona mazoezi ya utofauti, ameona vitu alivyokuwa anafanya huko na pale vilikuwa tofauti. Kwa sababu ukija Simba lazima unajua hii ni timu kubwa ambayo ni timu yenye pressure, yenye mashabiki wengi, kwa hiyo unakutana na vitu vingi. Kwa hiyo kwa wachezaji wapya ni sehemu pia ya kuweza kuwakumbusha kwamba bwana, hapa unatakiwa usilale, unatakiwa ufanye zaidi kazi. Kwa hiyo wachezaji wapya wamekuta mazingira mapya, walimu wana vitu vyao vipya, benchi la ufundi inataka vitu vipya, lakini hali kusema kweli ni kubwa. Hali ni kubwa kwa sababu pia wamekutana na viongozi wa timu ambao wako vizuri. Ukiangalia kama kaka yetu Shamari Kapombe amekuwa ni mtu ambaye anawasaidia wachezaji wapya. Kwa hiyo amekuwa akiwaambia kwamba bwana, utamaduni wa Simba bwana, sisi kila mechi kwetu ni finali. Kwa hata mashindano ambayo tulikuwepo ya Kagame, watu wote ambao wachezaji wapya walikuwa wanajua kabisa kwamba sisi mechi tunatakiwa tushinde. Kwa hiyo wachezaji wote wapya ambao tulikopo nao Rwanda, na kama Maema so mpya alishakuwepo, kwa hiyo wanajua utamaduni wa Simba ni upi. Kwa hiyo hali ni kubwa na wachezaji wote wanashauku katika kucheza katika siku ya kesho. Ramadhani kutoka Maisha TV. Duchu, mimi nilikuwa natamani kujua mna ongezeko la wachezaji kadhaa wapya. Mnazungumza nao nini kuhusiana na siku ya Simba Day? Okay. Kikubwa tunachozungumza nao ni siku ya kufurahi, kwa sababu mashabiki wetu wanakuja kutuona, mashabiki wetu wanakuja kutupongeza, na kama ukizingatia msimu uliopita ulikopo msimu mzuri kwetu. Kwa hiyo tuna imani mashabiki watakuwa wengi katika siku ya kesho na watakuwa na morali zaidi. Kwa hiyo kitu kikubwa sisi tunaendelea kuwakumbusha tu wachezaji wenzetu kwamba kesho ni siku ya kufurahi. Kwa hiyo sidhani kama kutoka kuna mambo mengi kwao. Kwa hiyo ni siku ya kufurahi, ambaye atapata nafasi anatakiwa aoneshe mashabiki kwamba mimi bwana, nimekuja kuvaa jezi ya Simba, natakiwa nifanye kitu fulani. One last question. Duchu, tumeona Kapombe amepata injury, ameongezeka pia Nathan Chiramu. Wewe kama mchezaji umejiandaa kuhakikisha unapata nafasi ya kucheza na unapata nafasi ya kucheza, kitu gani ambacho utanifanya zingatia ushindani ambao utakuwa na idadi ya wachezaji
Okay. Kwanza tungependa kumuombea captain wetu aweze kurejea mapema, kwa sababu ni mchezaji mkubwa wa timu na ni legend, ni mtu ambaye tunamtegemea. Kwa hiyo tungependa kumuombea alikavi mapema aje tuweze kuendeleza gurudumu. Kuhusu nafasi yangu mimi nadhani nianze kwanza kwa kusema Chilambo ni mchezaji mzuri na ni mchezaji kijana kama mimi ambaye anahitaji kusapotiwa ili aweze kufikia malengo yake na malengo ya timu. Kwa hiyo kuja kwake Simba mimi nimemkaribisha vizuri mimi pamoja na kakaangu. Kwa hiyo tupo hapa kwa ajili ya kushirikiana kwa ajili ya kuliongeza kusukuma ili gurudumu la Simba Sports Club iweze kufanya vizuri. Kwa hiyo kuhusu nani atacheza au atacheza, hilo ni jukumu la mwalimu, lakini na imani kwa yote ambaye atakuwa mzima, ambaye atafanikiwa kupata nafasi, ana uwezo wa kucheza vizuri na kuhakikisha timu na kuhakikisha kwamba ile nafasi ambayo amepewa na kucheza akaitendea vyema. Kwa hiyo tungependa kumkaribisha, ni ndugu yetu, ni mchezaji mwenzetu, hasa ukizingatia kama nilivyosema ni kijana. Kwa hiyo kijana anapokutana na vijana wenzake na tunapokutana na kaka yetu Kapombe, kwa hiyo kuna vitu vingi vya kujifunza na vitu vingi vya kusikiliza na kuelewa walimu wanataka nini pia. Kwa hiyo tunamkaribisha kwenye timu yetu na wachezaji wote wapya wakaribie ili tuweze kufikisha yale malengo ya timu ambayo umejiwekea. Asante Duchu. Thanks coach. Asante sana.